Kwa jina naitwa Mkoma Mustafa Mrega, mkazi wa Nkonkilanyi, kata ya Ntwiki. Mnamo tarehe 31 mwezi wa 12 tukiwa mashambani, familia yangu na majirani tumepakana nao mashamba, tukaona kundi kubwa la ng'ombe zikiingia kwenye mbegu zao za mipunga, ambao eneo lile linakaribia eka 2. Zikavuruga zile mbegu, kuja kutokeza mwenye ng'ombe, bwana, imekuwaje maana namna hii? Tukiwa wote tumesubiria baada kabla watu 7. Alivyokuja mwenye ng'ombe akasimama, tuliuliza wala hatujibu. Baada ya hivyo nikapiga simu mwenyekiti wa kijiji, sema bwana, kwenye maeneo ya mipunga mashambani kwetu kuna uvamizi wa ng'ombe, sema basi haina shida, nishughulika mara moja. Na akapeleka taarifa moja kwa moja kwa wizara kama kituo cha Makanda pale, tuma taarifa kwamba bwana anakuja kutoka, tutaona watu. Baada ya hapo kaanza kushambuliwa mtoto wa kaka yangu, baada ya kupigana akakata mkono wa kulia katika mishipa. Basi mimi baada ya hiyo kupishana nikapigwa mkono, nina vidole viwili vimevunjika, mkono wa kushoto. Sasa siwezi kufanya kazi ile yote. Mguuni hapa nilipigwa nikapasuka na jeraha kubwa. Mgongoni nilikuwa nguo shati hadi Burundi. Haya, nimeenda pale hospitali ya Mgongo. Nilipofika pale kaonekana pale anazile mtoto, nimepewa rufaa kwenda na chungu. Nimekaa na chungu wiki moja. Kwa hiyo mheshimiwa, waziri wako ameshakuja. Naomba hilo swala angalau nisaidie, nimeshakuwa mlemavu na mtoto wa kaka yangu amekuwa mlemavu. Naomba tusaidie, naomba kushika. Halafu kuanzia leo tunavyoongea, ofisi yangu mimi kupitia ofisi ya mkuu wa wilaya itagharamia matibabu yote mpaka ukomo, na pesa zako zote ambazo umeshazitumia zithibitishwe wakati unatafuta huduma ya kwanza mpaka sasa, zote zitarejeshwa. Na nitawasiliana na mkuu wa wilaya namna ya kugharamia matibabu hayo kuanzia leo. La pili, wote waliohusika watafutwe, wakamatwe na wafikishwe mbele ya sheria. Lakini tusichochee chuki kutokana na tukio hili. Viongozi wa kijiji na mtendaji wa kata wa eneo husika na polisi jamii wa kata eneo husika, polisi jamii bila shaka atakuwa kwenye kata hii chini ya usimamizi wa mkuu wa polisi wa wilaya. Nendeni mkatoe elimu kwa wakulima na wafugaji juu ya umuhimu wa kufanya mambo kwa mujibu wa sheria na kujizuia kuchukua sheria mkononi. Na hao vijana ambao wamechukua hatua hiyo, hata kama watakamatwa, wengine ambao wamebaki waelimishwe kwamba wanachokifanya ni kinyume cha sheria na hatua kali za kisheria zitachukuliwa kulinda usalama wa watu na mali zao maeneo yote. Na nitazungumza na mkuu wa mkoa pia atumie vyombo vyake kufanya intelijensia juu ya kiini cha tabia za aina hiyo. Na kwa kuwa nimewapa namba yangu ya simu, toeni taarifa haraka kwa njia ya ujumbe wa simu juu ya matukio ya uvunjifu wa amani katika maeneo ya wakulima na wafugaji.